unajua kuwa Roho Mtakatifu anaishi ndani yako? Sasa wacha ni kuonyeshe ishara 10 za kweli ambazo zinaonyesha kuwa maisha yako hayako kwa nguvu zako, bali Roho Mtakatifu anakuongoza kila hatua. Hizi si dalili za kawaida. Hizi ni ishara za nguvu, furaha, amani na upendo unaobadilisha kila sehemu ya maisha yako. Ukiziona hizi dalili, utajua hakika kuwa Mungu yupo ndani yako, akifanya kazi kubwa, akikuinua kiroho na kuleta matokeo yasiyotarajiwa. Usikose, kwa sababu kila dalili itakufunulia siri ya uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yako. Kabla hatujaendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Lakini pia kama ndio mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie dalili 10 zinazoonyesha Roho Mtakatifu anaishi ndani yako. Namba 1, upendo wa kweli unaishi ndani yako. Mtu aliye na Roho Mtakatifu anaonyesha upendo usiobadilika kwa watu wengine, hata kwa wale wanaomkosea au wakiwa tofauti na wewe. Hii si tu hisia, bali ni kitendo cha kufanya mema bila kutegemea malipo au kutaka sifa. Siku zote dalili ambayo inaonyesha Roho Mtakatifu anaishi ndani mwako, unakuwa na upendo wa kweli usioelezeka. Ndani yako unakuwa na upendo wa kweli unaishi, unakuwa na upendo wa kweli unaishi ndani yako. Yani unakuwa ni mtu ambaye unawapenda watu, hata wale wanayekukosea, unakuwa hauna kinyongo na wao. Hii ni dalili ya kwanza inaonyesha Roho Mtakatifu anaishi ndani yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na mstari wa 7 imeandikwa, nukuu, wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa hiyo mtu mwenye Roho Mtakatifu ni mtu ambaye ndani yake anakuwa na upendo kwa watu wengine. Ni mtu ambaye anakuwa hapendi kuona watu wengine wanaumia, hapendi kuona watu wengine wanapitia shida. Ni mtu ambaye anakuwa anawapenda watu, hata kama watu wanamkosea, lakini yeye ndani yake anaendelea kuwapenda tu, na hata kama watu wanamuudhi yeye, ndani yake anakuwa na moyo wa upendo juu yao. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwanza inaonyesha kuwa Roho Mtakatifu anaishi ndani yako. Unakuwa upendo wa kweli unaishi ndani yako, unakuwa hauna kisasi. Hata kama mtu amekukosea, utaendelea kumpenda, unakuwa hauna kisasi juu yake. Lakini dalili ya pili inaonyesha Roho Mtakatifu anaishi ndani yako, furaha ya ndani isiyotegemea hali za maisha. Roho Mtakatifu huleta furaha ya kiroho isiyo ya msingi kwenye matokeo ya dunia. Roho ndani yako unakuwa na furaha isiyoelezeka, unakuwa na furaha isiyoangalia hali halisi unayopitia. Ndani yako unakuwa na furaha ya ajabu ndani yako. Yamkini unaweza kuwa unapitia kwenye nyakati ngumu, lakini ndani yako, ndani ya moyo wako unakuwa na furaha isiyoelezeka, unakuwa na amani ya kutosha. Hii ni dalili inaonyesha Roho Mtakatifu anaishi ndani yako. Roho Mtakatifu anakuwa anakupa furaha isiyoelezeka, anakuwa anakupa furaha isiyoelezeka mpaka wewe mwenyewe unakuwa unajiuliza, na furaha hiyo haitokani na kitu, furaha hiyo haitokani na jambo lolote, lakini wewe mwenyewe unashangaa ndani yako unakuwa na furaha isiyoelezeka. Lakini dalili ya tatu inaonyesha Roho Mtakatifu anaishi ndani yako, amani ya kiroho ndani ya moyo wako isiyoelezeka. Ndani ya moyo wako unakuwa na furaha isiyoelezeka. Ndani ya moyo wako unakuwa na amani isiyoelezeka. Unaweza kuwa unapitia kwenye shida, unapitia kwenye magumu, lakini ndani yako bado una amani ya kutosha, bado unatumaini, unamwamini Mungu kabisa, Mungu atafanya. Bado yani ndani yako unakuwa na furaha, unakuwa una amani ya kutosha, na amani hiyo haiangalii mazingira ya nje. Mazingira ya nje yanaweza kuwa ni magumu sana, lakini ndani yako unakuwa una amani ya kimungu ya kutosha. Ni ishara inaonyesha kuwa Roho Mtakatifu yuko ndani mwako. Lakini dalili ya 4 inaonyesha Roho Mtakatifu anaishi ndani yako, unakuwa na subira na uvumilivu. Mtu mwenye Roho Mtakatifu ni mtu ambaye anakuwa na subira
na uvumilivu. Lakini ukisoma kitabu cha Galatia 5:22 utaona, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani na uvumilivu. Mtu mwenye Roho Mtakatifu anakuwa ndani yake na subira na uvumilivu. Anakuwa ni mtu ambaye hanunguniki, anakuwa na uwezo wa kuvumilia, anakuwa ndani yake anavumilia, anaamini ipo siku Mungu atafanya, anamwamini Mungu japokuwa kuna changamoto nyingi anapitia, japokuwa kuna vitu vingi anakutana navyo, lakini ndani ya moyo wake anakuwa anamwamini Mungu atafanya. Hata sasa Mungu ni mwema. Kwa hiyo ndio maana ukisoma kitabu cha Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 22 imeandikwa, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu. Anakuwa na uvumilivu. Mtu mwenye Roho Mtakatifu anakuwa ndani yake, anakuwa na uvumilivu ndani yake, anakuwa anavumilia. Ni mtu ambaye anunguniki, ana uwezo wa kuvumilia, ana uwezo wa kuhimili mikiki, ana uwezo wa kuvumilia pasipo kuanza kulalamika, pasipo kuanza kunungunika, pasipo kumwacha Mungu. Yeye anaendelea kuvumilia. Ni ishara mojawapo ambao ukiona una uvumilivu ndani yako, unaendelea kuvumilia. Hata unaona mwingine amepata, wewe ndani yako, au unaona mwenzako mwingine amepokea, amepata kitu fulani, wewe hauumii ndani mwako, unaendelea kuvumilia, unasema hata sasa Mungu ni mwema, hata Mungu atafanya, hata Mungu anafanya, hata Mungu amefanya. Yaani ndani yako unakuwa na uvumilivu. Ni ishara inaonyesha una Roho Mtakatifu ndani yako. Lakini dalili ya 5 inaonyesha Roho Mtakatifu anaishi ndani yako ni upendo wa kumtumikia Mungu na wengine. Mtu aliye na Roho Mtakatifu ana moyo wa kuhudumia, kushirikisha na kutoa bila kuhesabu. Anapenda watu kwa matendo, sio kwa maneno. Ni mtu ambaye anawapenda watu kwa matendo, si kwa maneno. Anawapenda watu kwa matendo. Ni mtu ambaye upendo wa kumtumikia Mungu na wengine, anawasaidia watu, anawapenda watu kwa matendo, si kwa maneno. Kuna tofauti kati ya kuwapenda watu kwa matendo na kwa maneno. Ukiwa mtu wa maneno ni mtu tu anasema hafanyi chochote, lakini anawapenda watu kwa matendo. Maanake matendo yanazungumza zaidi kuliko maneno. Kwa hiyo hii ni dalili inayoonyesha Roho Mtakatifu anaishi ndani yako. Upendo wa kumtumikia Mungu na wengine. Unapenda kumtumikia Mungu, unapenda kujitoa kwa ajili ya Mungu, unapenda kujitoa kwa ajili ya Mungu, unapenda kumtumikia Mungu na kuwasaidia watu wengine. Ukiwa unawapenda watu kwa matendo na sio maneno. Lakini dalili namba 6 inayoonyesha Roho Mtakatifu anaishi ndani yako, unaepuka dhambi na tamaa za mwili. Roho Mtakatifu hutoa uwezo wa kuishi kwa wema, kuepuka tamaa za dhambi na hila za dunia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuwa dalili inayoonyesha Roho Mtakatifu anaishi ndani yako, unaepuka dhambi na tamaa za Mungu. Unaepuka dhambi na tamaa za Mungu. Haufuatishi namna ya dunia, yani wewe unaepuka na unachukia dhambi. Ikitokea hata umekosea kidogo, ndani yako unasikia kuumia, ndani yako unasikia kusononeka. Ikitokea umemkosea Mungu, unajisikia kuumia, unarudi mbele za Mungu, unaomba msamaha. Yani ukikosea hata kidogo, ndani yako unasikia kuumia, unakosa amani kwa sababu umekosea hata kidogo. Kwa hiyo unachukia dhambi. Roho Mtakatifu akiwa anaishi ndani yako, unaanza kuchukia dhambi, unaanza kuchukia tamaa, unachukia dhambi kabisa, haufurahishwi na dhambi. Lakini dalili ya 7 inaonyesha Roho Mtakatifu anaishi ndani yako, unakuwa ni mtu unayetaka kweli na haki. Unakuwa ni mtu ambaye unapenda kweli na haki. Ni mtu ambaye unapenda kweli na haki, unachukia uongo, unapenda kweli na haki. Siku zote Roho Mtakatifu akikuongoza, ukisoma kitabu cha Yohana 16 na mstari wa 13 utaona pale, lakini Roho Mtakatifu atakapokuja atawaongoza, awatie katika kweli yote. Roho Mtakatifu akiwepo ndani yako, anakuongoza, anakutia katika kweli yote. Na Roho Mtakatifu anapokutia katika kweli yote, unakuwa ni mtu ambaye unapenda kweli na haki. Ni mtu ambaye unapenda kweli na unapenda haki. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, utakuwa ni mtu ambaye unapenda kweli na haki. Lakini pia ndani yako unakuwa na shauku ya maombi na unyenyekevu. Unakuwa ni mtu mwenye shauku kubwa ya kufanya maombi. Unakuwa ni mtu mwenye shauku ya kuwa karibu na Mungu. Unakuwa ni mtu mwenye shauku ya kuwa uweponi mwa Mungu. Kila muda unapenda kuwa uweponi mwa Mungu. Unaweza kuwa unatembea ndani yako na kusikia uwepo wa Mungu, unasikia kumtukuza Mungu. Ni ishara ambayo inaonyesha una Roho Mtakatifu. Lakini dalili ya 9 inaonyesha ndani yako una Roho Mtakatifu, unakuwa na tunda la Roho katika maisha yako. Unakuwa na tunda la Roho katika maisha yako. Ukisoma kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 22 imeandikwa, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, pole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Lakini tunda la Roho ni upendo. Unakuwa ndani yako ni mtu, unakuwa na upendo, unakuwa na furaha,
unakuwa na amani, unakuwa na uvumilivu, unakuwa na utu wema, unakuwa na fadhili, unakuwa na uaminifu, unakuwa na upole, unakuwa na kiasi. Hayo yote ni unakuwa maisha yako yanakuwa na tunda la Roho Mtakatifu. Lakini dalili ya 10 inaonyesha una Roho Mtakatifu kwenye maisha yako: mwanga na ushuhuda wa maisha. Mtu aliye na Roho Mtakatifu huangaza kwa maisha yake, akivutia wengine kwa imani, matumaini na matendo mema. Ushuhuda huu ni ishara kwamba Roho Mtakatifu anaishi ndani yake na anafanya kazi kupitia yeye. Kwa hiyo unakuwa ni ushuhuda kwa watu wengine, inakuwa wewe unafanyika kuwa ushuhuda kwa watu wengine. Watu wanakuwa wanavutiwa na wewe, watu wanakuwa wanavutiwa na wewe, yani unafanyika kuwa ushuhuda kwa watu wengine. Watu wakikuangalia wanapata nguvu ya kusonga mbele. Watu wakikuangalia wanasema kweli, yani kama Mungu amefanya kwa huyu, hata kwangu atafanya. Unakuwa ushuhuda kwa watu wengine. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 5 na mstari wa 16, imeandikwa vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hiyo wewe unafanyika kuwa ushuhuda, unafanyika kuwa mwangaza kwa wengine, unafanyika kuwa ushuhuda kwa watu wengine. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia Mungu akubariki wewe utakayetumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu, jamaa na marafiki. Nikutakie wakati mwema. Nakupenda sana.